Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Yusuf Abdo kutoka Al-Kiswa Agency. Kwa kweli leo nimebahatika kuweza kuhudhuria conference ya medical ambayo imesimamiwa na SUPKEM, na nimebahatika vile vile kuwa na chairman wa SUPKEM, shekhe wetu Leonardo. Sasa hapa nataka kumuuliza swali moja na aweze kuzungumza na watu wa kwetu, hasa watu wa Coast, watu wa Mombasa, kwamba haji safari hii ina mabadiliko makubwa. Msidhanie ni kama vile mlivyozoea kawaida, na kila tukichelewa kusikiliza yale tunaoambiwa, huenda ikasababisha watu wengine dakika za mwisho wakakosa kwenda haji. Nataka tu chairman azungumze maneno mawili matatu kuhusu haji ya 2026 na yale ambayo ni muhimu mahujaji yote waweze kuyafahamu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Nashukuru ndugu zangu mahali popote mlipo. Haji imekuwa katika trajectory ya mabadiliko makubwa, kwa sababu serikali ya ufalme wa Saudia wako na plan inayoitwa 2030, na kwa plan ya 2030 kiungo ama kitengo ya haji imekuwa ni chombo muhimu ya kuweza kupata mabadiliko kama haya. Saudi, kwa sababu zote tunajua kwamba kulingana na sheria ya Uislamu, sehemu muhimu kama Mina haiwezi ongezwa size ya Mina mpaka Yaumul Qiyama, kama vile Arafa pia area yake mpaka Yaumul Qiyama. Lakini tunajua zote kwamba alhamdulillah Waislamu wanaendelea kuongezeka kwa aidha kusaliwa ama kusilimu watu wengi, na kwamba sehemu kama hii, ibada kama hii inakuwa nahitajika sana katika ulimwenguni, na kila kwa wakati moja haji haiwezi kuchukua zaidi ya watu milioni 4. Sana sana ni watu milioni 2, milioni 2.5. Na kwa kuwa watu ni wengi na mahitaji ni mengi, inabidi serikali ya Saudi waweke mikakati ya kuweza kutosheleza mahitaji ya wale ambao wanahitaji kwenda safari kama hiyo. Kitu cha kwanza ambao serikali imeweza kufanya, serikali ya Saudi, ni kuhakikisha kwamba mipango ya haji ni mipango ambayo inafanywa kwa miezi 11, si mipango ya kufanywa kwa miezi 2-3, kwa sababu wakati huu wote kuna mambo mengi inaangaliwa kwanza usafiri ambaye ni ndege, inaangaliwa mambo ya visa, inaangaliwa mambo ya manyumba, inaangaliwa mambo ya magari kutoka airport kwenda mjini Maka, kutoka Maka kwenda Mina na kadhalika kwenda Arafa na mengine mengi, na pia kuweza kuandaliwa watu kama hawa wapate chakula na maji, mambo ya kutosha katika ile mji wa Maka na Madina. Kwa sababu ya hizi mipango, kila mwaka imekuwa na taratibu ambayo serikali ya Saudi imeweza kuleta. Kila mwaka waongeza zile mahitaji. Kama mwaka huu wameweza kufungua kile ambao tunaita system. Haikufungwa mwaka huu. System ya haji iko wazi tangu mwaka jana. System huwa kawaida yake huwa inafungwa mpaka mwezi wa Shaban, lakini mwaka huu imefunguliwa baada ya haji kuisha, ambayo ilikuwa ni tarehe 12 Dhulhijja, ikafunguliwa haji ya mwaka huu, mwaka 1447 ambao sawia na mwaka 2026 nikafunguliwa haji. Kuanzia tangu wakati huo waziri wa haji alitangaza kwamba haji imeanza rasmi. Sisi tulipewa nafasi ili tuweze kununua mahali pazuri kwa Mina, ama mahali ambayo tunataka, na ilifunguliwa Mina tarehe 23, ndio ilifungwa by the way, tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Mina ikafunguliwa mpaka siku hiyo ndio watu waweze kulipa. Nashukuru sana wa Kenya, pamoja na matatizo na mashakili mengi ya kifedha, Haji Agents walijikakamua wakaweza kulipa na tukapata nafasi nzuri. Mwaka huu Mungu akitujalia afya na uhai, angalau tunajua kwamba Wakenya wanaenda kukaa wapi Mina, manake tayari tulilipia na tunajua sehemu ni wapi. Tunajua pia watu wataenda kaa wapi Arafa, tunajua ni wapi na ni watu wangapi ambao watakaa sehemu gani. At least jambo hilo imefanyika. Na kwa wale ambao labda hawajaweza kujua mipango ya haji, kufaulu kwa haji ni kufaulu kwa Mina na Arafa. Mengine yote kukaa kwa mahoteli si shida, haijawahi kuwa shida. Shida siku zote ni Mina na Arafa, kwa sababu ndugu zangu mujue kwamba jamii yote ya Kiislamu ulimwenguni
wanapojiandaa kwenda Arafa, mjue wote wanapitia Mina. Sasa hiyo umma inaposafirishwa kwenda Mina wapate malazi pale, si kazi mchezo. Vile vile wanaposafirishwa kutoka Mina kwenda Arafa, si mchezo. Ikiwa sisi wenyewe twalalamika mambo ya jam Nairobi ama Mombasa, baina ya saa 1 mpaka saa 2:30 ya asubuhi, kadhalika jioni. Je, kwa watu tu wale wa kawaida hapa Nairobi tunazungumzia watu karibu takriban milioni 4 ambao wanaenda sehemu tofauti tofauti, wanaokwenda Machakos, wanaokwenda Kajiado, wanaokwenda Nakuru, ambao wanapitia Nairobi hii. Twazungumza juu ya watu milioni 2 ama milioni 3 ambao waishi mji wa Maka na wote waenda Mina. Si mchezo ile safari. Manake leo sisi hii jam yetu ya Nairobi tuangaisha ya masaa. Je, ya hilo watu kuhamishwa namna hiyo wapelekwe Mina, kesho asubuhi wahamishwe hivyo hivyo waende Arafa, warudishwe jioni hivyo hivyo wapite Muzdalifa wakienda Mina? Si kazi rahisi. Ni kazi ambayo pamoja na mambo matatizo ya uchumi, sisi kama Wakenya ama Waislamu ni jambo ambalo lazima tusikitikie wanayopanga, na tuwaombe Mungu awapatie nguvu na ujaziri ya kuweza kupanga mipango kama hii, maana si rahisi. Ya mwisho katika mabadiliko ambayo yamejitokeza ni mambo ya afya. Mambo ya afya, serikali ya Saudi watumia pesa nyingi sana kutibu wagonjwa kwa wakati wa haji, kwa sababu binadamu sisi tuko na tabia ambao ni ya kipekee. Manake binadamu ni binadamu, wakuta kwamba kuna wagonjwa wanayojua ni wagonjwa waenda haji ndio wapate matibabu ya bure Saudia. Na sisemi kwamba ni Wakenya peke yao, ni watu kutoka sehemu nchi tofauti tofauti. Siri hii imejulikana kwa sababu unapokwenda hospitali, kitu ya kwanza daktari anatafuta ni historia ya ugonjwa, na baadaye atataka kujua kwamba umetibiwa wapi na wapi, imekuwa vipi na mambo kama haya, kisha angalie vile ulioko kwa wakati huu. Na ikajulikana kwamba kuna watu wengi wameifanya haji iwe ni sababu ya kwenda kupata matibabu Saudia. Na kwa sababu gharama za matibabu mengine, kwa mfano mtu akaenda kuna ugonjwa wa moyo, ugonjwa ya figo na mambo kama ambayo ni gharama yake ni kubwa, huwa kidogo ni mitihani kwa ile serikali. Wali introduce kitu ambaye inaitwa health insurance, lakini hiyo health insurance pia ni pesa ambayo inahitajika ni nyingi zaidi kuliko yale ambayo watu wanalipia katika ile health insurance. Health insurance watu tunalipa takriban riali 160, ambao ukiangalia kweli iko chini na haiwezi kuwa inaweza kutibu kwa magonjwa makubwa kama haya. Sasa Saudi wameweza kutoa sheria kwamba ikiwa wewe ni ugonjwa ambaye imechukua muda mrefu, huwezi kutibiwa Saudia kwa wakati wa haji. Ili utibiwe utagharamia gharama ya matibabu kama mtu yoyote yule, si kama hujaji. Lakini ikiwa imepatikana ugonjwa ambaye imekupata pale, ukagonjeka, ikapelekwa hospitali, kadhibitishwa kwamba ni ugonjwa ambaye imekupata katika mji wa Maka, Madina, Arafa, Mina, ile utatibiwa bila wasiwasi. Sasa imetokea mipango ya kwa kuna magonjwa karibu takriban 6 ama hali 6 ya kiafya ambaye hairuhusiwi mtu kusafiri. Moja ni kwamba kama mtu akona matatizo ya figo na anafanyiwa dialysis zaidi ya mara moja kwa wiki, yule hawezi kusafiri, manake tayari ile ni mitihani, hatapata fursa ya kuweza kufanya ibada yake vile inavyotakikana. Kuna watu pia ambao Mwenyezi Mungu amewapa mitihani ya kwa matatizo ya akili, ambayo watu kidogo hawezi kuwa na akili timamu, hawezi kuwa na nafasi ya kufanya ibada, labda mtu kidogo amekuwa chisi mambo kama haya, huyo pia haruhusiwi. Na imejulikana kwamba kuna watu ambao nia yao ni nzuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wakitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu wakapeleka wagonjwa kama hao, wakitaka Mwenyezi Mungu kuwapa shifa, waende sehemu kama Al-Kaaba pale walimlilia Mwenyezi Mungu, na wengine pia wameenda Madina wakamlilia Mwenyezi Mungu kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu, na watu ambao wamepona kwa historia tunayopata. Lakini watu pia wameichukulia ile kama ni kazi ambayo kidogo watu kama wale wameweza kutatiza wengine wanayofanya ibada katika sehemu kama ile, ikawa sasa serikali ya Saudi haikubali tena mipango kama haya.
Kuna magonjwa kama ugonjwa wa moyo, kuna kiwango fulani kifikia hairuhusiwi. Kuna magonjwa haya ya kueneza kama hizi corona na mengine, tuberculosis na vitu kama hizo pia haikubaliki. Sasa watu wanaangalia kwamba ama msimamo ama sheria ya Uislamu inatupa kila mmoja wetu fursa ya kuweza kufanya ibada ile. Si kwamba lazima uwe umekwenda, lakini unaweza kupata mtu ambaye akaenda kufanyia ile ibada kama ile, na thawabu zako bado utazipata. Tunawaomba ndugu zetu ambao wanajipanga katika safari hii, yale ambao tumeongezewa kama conditions mapya kwa mambo ya health, haimaanishi kwamba inatupatia sisi ugumu, lakini inaturahisishia sisi kazi ya haji, kwa sababu kusema kweli mtu mgonjwa ni mtihani kwa mambo ya haji, kwa sababu ile kazi unajua kila mahala kuna msukumo, watu ni wengi si wachache, watu kila moja akimbia afanya shughuli kama hizo za ibada, na kwa mtu ambaye ni mgonjwa atapata kero kubwa, mara hataweza pia kusidiwa, manake atasukumwa pale, ataumizwa, atafanywa nini, na watu hawatakuwa na fursa ya kuangalia nyuma kujua kwamba anayenifuata ni nani, mama yule yuko mbele, hali yake namna gani. Fursa kama ile hakuna katika zile sehemu za ibada. Sasa ili kunusuru hawa na ili pia ipatie wengine nafasi ya kufanya haji mzuri bila matatizo, ikawa wenye kwenda kwa haji wanaombwa wawe ni watu ambao wako na afya maalum, afya zao nzuri, na naweza kama Mwenyezi Mungu akiwapa fursa waweze kufanya haji bila mashakili yoyote isipokuwa yale Mwenyezi Mungu ametaka. Mwisho ni kwamba tuwaomba cooperation kwa ndugu zetu wanaopanga kwenda haji. Cooperation ni kwamba tafadhalini, mkipata ujumbe kwa agents wenu kwamba wahitajika pesa, kweli pesa zahitajika. Mkiambiwa kwamba kuna deadline, kweli deadline iko. Kama sasa hivi kuna deadline ya manyumba, ambao deadline ya manyumba rasmi ni tarehe moja mwezi wa Februari rasmi. Lakini ili tuweze kupeana makaratasi haya, ile company ambao ni service company Saudia wapate clearance, waweze kutembelea ile nyumba, kukagua na kuapprove, tukaona kwamba haitawezekana tarehe moja, lazima ifanywe mapema. Tukajipatia nafasi ya wiki moja ili watu waweze kufanya mambo kama haya. Sisi tukaweka tarehe 23 mwezi wa kwanza ambao ni wiki ujao. Jambo la pili ni kwamba kuna pesa pia ambayo haijalipwa, pesa kama sa visa, pesa za transport, na yale madogo madogo ambayo yamebaki. Hizo pia zinahitajika tarehe 23. Kwa nini kwa tarehe 23? Kwa sababu pesa hizi inapopatikana itatumwa Saudia, na hatuna uhakika kwamba pesa kutumwa Saudia inachukua muda gani. Sasa singine tukabahatika ikafika siku ya pili, sasa singine ikabahati mbaya ikafika baada ya wiki mbili ama wiki moja, nategemea zile system ambazo zinatumika. Na kwa sababu ni jambo ambalo hatuna control, sisi tumejipatia wiki moja ili tuweze kufanya kazi kama ile na turahisishie wanaosafiri kwenda haji. Ili ni nyamaze, na wapenda kuwakumbusha ndugu zangu zote wa Kenya, Waislamu, haji sio safari ya kupanga kigafla. Haji ni safari ya kupanga kwa miezi kama si miaka. Ni muhimu, ikiwa nia umeiweka nia ya kusafiri kwenda haji, tafadhali lipa mapema, tafadhali umtafute agent mapema. Hata kama utaanza kulipa polepole, itakuwa nafueni zaidi kwako. Ulipe kulingana na zile ambaye mahitaji, utapata kidogo, itakuwa hafifu kwako na itakuwa ni rahisi. Tusingojeeni kwamba wewe mpaka saa hii huna uhakika kama utaenda haji. Sasa wataka agent akimbia atafuta mapeni, alipe nafasi, kisha wewe utatoka baadaye umsumbue huyu agent, mara huna pesa, mara imefanyika. Tafadhalini, taratibu ya haji ulimwenguni imebadilika, na sisi kama Wakenya bahati yetu kubwa ni kwamba quota yetu ni kubwa. Kwa nchi zingine kama hawa ndugu zetu wa Somalia ambao quota yao ni watu 11,000, wao wakitangaza haji namna hii huwa inakwisha siku hiyo. Kama sasa yao ilikwisha kitambo, manake wako na uwezo wa kubeba watu 50,000, lakini ni vile tu kwamba hawana ile fursa, lakini wako na uwezo wa kubeba hata watu 50,000. Nchi kama Indonesia unangoja miaka 20 katika laini, na unangojea mara ukakufa ukingojea kwenda haji. Sisi ni fursa adhimu ambayo kama Waislamu lazima tumshukuru Mungu
na pia kwa sababu ya fursa kama ile tusicheze naye kwamba mara ujui utaenda haji lini, utafanya nini. Tulipeni kwa wakati, ndio kazi zetu. Ama fitna na kelele tutamaliza, kwa sababu tukilipa kwa mapema tutapata pale pazuri kulingana na yale ambao matakwa na uwezo ya Waislamu wa Kenya. Na watakia kila laheri, na Mwenyezi Mungu atujalie zote ambazo tujapata safari hii tupate safari hii kama vile Mwenyezi Mungu ametuamrisha kama Waislamu. Wassalamu alaikum. Shukran sana. Huyu alikuwa ni chairman wa SUPKEM Bwana Leonardo, na nimefurahi sana kwa ujumbe wake. Kwa kweli ilikuwa ni taarifa muhimu sana, na nataraji wale ambao watafuatilizia interview hii fupi wameelimika mengi na wamefahamu mengi. Mimi ni Yusuf Abdo tena, na hii ni Al-Kiswa, na kwa mara ya kwanza Al-Kiswa tunapeleka watu haji mwaka huu. Wale wanaotaka kusafiri na sisi wanaweza kututembelea ofisini mwetu, simu ziko hapo. Safiri nasi uhisi utofauti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.